kutoa namna hiyo. Kina mama walio tayari kwa ajili ya vigeregele, chifu ndo anatoka hapo kwa ajili ya kuweza kuletwa kwenu. Huyu ndo anaitwa Chifu Francis wa pili, lakini mtawala wa awamu ya 3. Tulitanguliwa kwetu na Francis na huyu ni Francis. Tulitanguliwa na Alexander kafata Francis, huyu ni Francis wa pili. Asante. Basi tukio la kumtoa chifu ili akae kwenye kiti chake. Wewe kwa sasa ni mlinzi wa amani, halafu wewe kwa sasa unaiunganisha jamii ya himaya ya Karumo, kuiunganisha na serikali na kusimamia mambo yote yanayohusu jamii, wajane, vijana, wakina mama, wakichukua mawazo ukiwa wewe ni mshauri mkuu, ili kuwawezesha kufikia malengo na amani, wewe ukiwa mshauri, kwa kuwa machifu wanasimamia amani, ni walinzi wa amani, wakiwakilisha vijana wote katika ushauri na kuelekeza mambo ya utafutaji, ili vijana waachane na habari ya makundi, kwa sababu nchi yetu kutoka uasisi mzee Alexander chifu wa kwanza na Francis chifu wa pili na weni wa 3 unarisi mikoba yake, ili kurejesha amani na kuviheshimu vyombo vya dola bila kujali ubaguzi wowote. Wewe unasimamia haki na walemavu, kuwapatia haki zake. Wewe hutakiwi katika utendaji kazi wako, ukipata jambo lolote huwezi kujibu bila kusikiliza na kukabidhi mambo haya, mkuki huu, fimbo hii, ikiwa ni ishara ya ulinzi. Na kukabidhi ngao ikiwa ni ishara ya kukinga maovu yote ambayo yanaweza yakatokea wakati wowote katika taifa hili, kwa sababu nchi yetu ni ya amani. Haiwezekani mambo haya yatokee na wewe ukiwa ni mlinzi uyakubalie. Wewe ni mwakilishi wa kuiwakilisha jamii yote, kuunganisha na serikali ili kuhubiri amani. Kwa hiyo ngao hii inakinga maovu yote, magonjwa, mapooza. Vijana wahamasisha kupata elimu na afya njema, wapate kupata nguvu kazi ya kushughulikia uzalishaji. Himaya yako iko katika chimbuko la utajiri wa Boroo. Usimamie miradi yote inayowapasa vijana na kuwaelekeza ili waweze kujihusisha na utafutaji, sio kujihusisha na makundi. Tunakukabidhi ngao hii itukinge katika mambo yote. Makofi tena jameni.
wawakilishi popote pale walipo, tunamkaribisha chifu. Sisi ni wazao wa Karumo. Kwa jina naitwa Fabiani Malipedha Mtutuzi. Mimi nadhani Mtutuzi kwa Kiingereza kwamba ndio alitutula watu wakaishi, alifyeka, ndio jina la Mtutuzi. Kwa hiyo imeitwa Karumo. Mimi inatoa historia fupi ya Elikizanda. Elikizanda, na kueleza wewe chifu aliyepata leo uchifu huu, naomba uwe kama Elikizanda. Elikizanda alikuwa anapenda watu sana. Elikizanda, watoto wa shule hapa kulikuwa na mapera mengi, tulikuwa tunapewa bure. Kila mtu tunapanda, unachagua mti. Akiingia ndani na kanzu yake, akitoka nje alikuwa na mfuko ya pipi 100 anawarushia wote. Tulikuwa tunakuta kama ndege hapa, kama ndege. Kwa hiyo ikawa ni historia, kila siku tunawahi kwa mtemi kwenda kufagia kwa sababu nipate pipi. Tunakuomba uwe na wewe na moyo kama wa mchifu wa kwanza Elikizanda. Karibu sana. Nimesoma shule ya msingi Karumo 78 mpaka 84. Na kuomba baba ufate nyayo za Elikizanda. Mimi nasoma shule nakuta huyu baba yake na Agustini ambaye jina amelichukua bwana mdogo Alex, alikuwa kipenzi wa watu. Na kula Zambarawe hapa alivyosema mjumbe aliotoka wa pili, na kuomba sana angalia himaya ya shule ipandwe miti ya matunda, watoto wafaidike, uwe mtu wa watu. Temi, karibu sana Karumo. Wengi wamesema, lakini mimi naongezea tu, mtemi aliyekuwepo wa awamu ya kwanza alikuwa ni mtu wa watu. Kwa hiyo tunakuomba wana Karumo, fuata nyayo za mtemi ambaye tulikuwa nayo. Na wewe sasa tumeukabidhi utemi huu, usikilize hoja, matatizo ya watu, fuatilia kila yote ambayo utakayoulizwa na serikali ili utende haki bila kuangalia jinsia au kabila. Kwanza tunashukuru kwa kumpata mtemi. Kwa hiyo naomba mtemi ufuate nyayo za mzee Barisondole. Tumekaa naye vizuri, ametetea maendeleo, amepanda miti, unaona kulikuwa na miti mingi sana huko. Na wewe ndiye na kazi hiyo, za mazingira. Hatujambo. Kwa kweli tumeshukuru sana kufunikwa kwa mtemi wa awamu ya 3. Kwa kweli tunaomba mtemi uliofunikwa kwa awamu ya 3. Wengi wamesema, kwa kweli walioyasema yote yazingatie, uangalie jinsia ilivyo. Kwa kweli nashukuru sana kusimikwa kwa mtemi wa awamu ya 3. Kwa hiyo sisi kama wanataasisi mbalimbali, vyuo, shule ya msingi, tutoe hongera sana kwa Mheshimiwa Chief pamoja na viongozi ambao watakuwa sambamba naye. Sisi kama wanataasisi tunategemea sana na tunaamini sana katika taasisi hii ya uchifu. Kile ambacho nataka niseme, tumezoea kuonana mitaani, tunataniana, tunachekeshana, tunafanyaje. Haya tunayofanya ni sababu tunafuata nywele za mzee Alexander Barisondole. Tunatanguliza shukrani kwa wazee wetu waliotangulia, mzee Alexander na mzee Francis. Utoke kwenye ule ulikuwa unaitwa Francis, saizi wewe umepewa utawala. Utawala ni kitu kizito sana, haitakiwi ubague jinsia, mlemavu, kabila, mzee. Hao wote ni wetu. Mimi sina cha kusema, inatakiwa kama una hasira uzipunguze. Sisi wenye hasira tulikataa kugombea cheo hiki. Mtawala
Hebu tutizame, tizama familia yako, tizama utu wa ulimwengu wa leo. Mbali ya Karumo, tizama utu wa ulimwengu wa leo. Kaa na watu katika hali ya kutazama wewe ni nani. Huna shibe na wala watawa wako hawana shibe. Sasa utafanyaje? Macho yao yako kwako, ingawa huna shibe, lakini utawala wako unakutegemea wewe. Ni vizuri ukashirikiana na hawa. Naona nilivyosimama, naomba hilo litekelezwe. Mtoto wetu wa Paskali Francis, mimi ndiyo shangazi yake wa kufuata baba yake. Tunashukuru Mungu ambariki kwa imani na upendo, awaongoze kwa imani na upendo. Amina. Mimi kama mwenyekiti wa ukoo wa Batundu, jina langu naitwa Emmanuel Francis Alexander. Huyu kijana ambaye leo tumemsimika ni mwanangu. Kijana huyu historia yake fupi ni kwamba ni msomi. Kuna form 4 ya Uganda imelala hapa. Kwa hiyo ndugu zangu wana Karumo, si kwamba umempata mtu ambaye kitabu hakiwezi, la hasha. Kitabu amekifunua vizuri. Kwa hiyo napenda niwahakikishie kwamba katika utendaji kazi wake msiwe naye mashaka yoyote. Yeye anafata nyayo za babu yangu mimi ambaye anaitwa Alexander, ambaye amelala mbele ya haki. Alexander alimulisisha Francis. Francis ndiyo baba yake mimi. Sasa katika uchaguzi tulipokawa na ukoo, jina langu mimi halikupendekezwa. Jina la mwenzangu hapa ambaye tumemsimika katika tuliyemwacha kwenye himaya ya babu, Alex, hakupendekezwa. Aliyependekezwa ni Francis Pascal Francis. Makofi na vigeregere kwake. Kwa hiyo mapendekezo haya ya wanaukoo ndiyo tunayoyafuata. Tumekaa hapa tukifanya uchaguzi karibu mara mbili. Mara ya kwanza alishinda, alikuwa na wenzie kama 4 hivi na wakina mama walikuwemo, lakini yeye aliibuka kidedea. Kwa maana hiyo napenda niwasikishie kwamba tumepata jembe kiukoo, tunamwamini, tunamsamini, ni mchapakazi hodari. Kwa hiyo ndugu zangu wana Karumo, niwaombe ushirikiano mkubwa kwa huyu kijana ili aweze kufanya kazi. Na waombeni kwa dhati, kwa moyo moja, akina mama, kina baba, kina ukoo wote, vijana. Huyu katika ukoo wetu tumempima na tukaona kwamba ni kweli anafaa kuwa kiongozi wetu, mtemi, kwa maana nyingine mkama, nyingine chief. Kwa hiyo ndugu zangu wana Karumo, niwashukuru kwa dhati, kwa moyo mkunjufu. Huku kuja kwenu hapa kunaashiria kwamba sisi na nyinyi tu kitu kimoja. Kwa maana hiyo nimuombe sana Mwenyezi Mungu ambariki huyu kijana wetu, akatende kazi kwa uadilifu na haki. Karumo ni kubwa, Karumo ina wazee, Karumo ina vijana, lakini vile vile Karumo ina walemavu. Kwa hiyo ni kuombe chifu, mambo ya upendeleo la hasha. Usijaribu, utakuwa umekiuka nyayo za babu yetu aliyetutangulia, Chifu Alexander. Hakuwa hivyo kama waliotangulia hapa kusema kwamba alikuwa ni mpenda watu, mpenda haki. Alikuwa anajitoa. Yakati zile kulikuwa na nguo za
kwa sasa hivi wanaziita mitumba, walikuwa wanapewa bure. Hata na mimi nilikuwa natoka kwenye shule hii ya Karumo jioni kuja kukimbia kutengeneza kikome kwenye zizi lake, napewa shati, napewa na kaptura. Huo moyo wa upendo alikuwa nayo sana Chief Alexander. Kwa hiyo nikuombe usituangushe wanaukoo. Kesho ni kesho kutwa wana kijiji tena wakaja kulalamika. Niwashukuru sana kwa kuja kwenu kuliona tukio hili kubwa la kihistoria. Leo tarehe 27 Juni 2026 tunamsimika rasmi Chief awamu ya 3 Francis Pascal Francis. Mwenyezi Mungu kwa heshima na unyenyekevu mkubwa mbariki chifu wetu mpya. Kabagombe hoye! Karumo hoye! Ushashini hoye! Napenda kutanguliza neno la shukurani. Kabla sijasema haya maneno ya shukurani, nina ujumbe mmoja tu ambao nataka ni utoe. Katika maisha haya ya mwanadamu, Mungu hawezi kukupa unachokitaka, bali Mwenyezi Mungu humpa mtu anachokistahili. Mara nyingi watu tunakuwa tunataka Mungu afanye vile vyenye wewe unataka, lakini Mungu anakupa kile unachokistahili. Bado vile vile maandiko yanasema maandalio ya moyo ni ya mwanadamu, bali neno au jibu kutoka kwa Mungu. Ni miaka zaidi ya 50 na kitu mpaka 70 tumekuwa tukiishi bila chifu, lakini Mungu amekuja kumleta chifu, kijana mdogo ambaye anakubali kutumwa kila sehemu. Wananchi, ni jambo la kumshukuru Mungu. Mimi niko tayari kutumwa sehemu yoyote mtakayoniagiza. Hususani hapa ni nyumbani kwetu. Kuna mtu mmoja amesema ukiwa unaenda huko utukumbuke. Mimi siendi popote, nitaondoka kama nitapata ziara. Kuweni na amani. Mimi ni mtoto wenu, mimi ni wa hapa hapa na tutafanya kazi pamoja. Shukrani zangu ziwaendee wazee wa mila, wale walioshuhudiwa kwamba kijana huyu anastahili kukaa katika hii nafasi, na wakafanya maamuzi ya siku ya leo kunisimika. Sina cha kuwalipa, ni Mungu tu atawalipa. Wazee wangu wa mila, tujipange katika kufanya hii kazi mlioniagiza. Niko pamoja na nyinyi. Yale mtakayokuwa mnayaona hayaendi sawa, tutashirikiana. Kwa vile mlivyoniahidi, naomba tutembee pamoja ili tufike pale tunapostahili. Vivyo hivyo, napenda kumshukuru mwenyekiti wa kitongoji hiki. Tumekuwa naye muda mrefu, kila tukiwa hapa yupo. Alikuwa anakuja na baadhi ya wananchi, tukishirikiana katika kutekeleza hili swala. Mwenyekiti pamoja na mwenyekiti wa chama, mbarikiwe sana. Unajua, ukiwa kiongozi kama hauna ujumbe wewe, kama hauna wajumbe wewe ni bure. Unatakiwa uwe na wajumbe, ndio mtaji wako wa mawazo yako, ili ule uongozi ulionao upate nguvu, kwa sababu na kupatia nguvu ni hao waliokutuma kuwawakilisha. Pia nishukuru
wananchi wote. Tulitamani kuwa na wananchi zaidi ya 400, lakini kulingana na jiografia yetu, na ndiyo maana nikasema Mungu hawezi kumpa mtu anachokitaka, bali humpa mtu anachokistahili. Mimi nimshukuru Mungu kwa wingi wenu mliojitokeza kushuhudia tukio hili. Nikiuliza swali kwamba kati yenu ni nani ambaye alishawahi kushuhudia hili swala, naweza nikapata mawili. Kwetu sasa hivi si jambo geni tena. Pia niwashukuru kamati ya maandalizi ya chakula. Wangesema kila mmoja akapike, hako kajiko ni kadogo sana, lakini wamejitolea kwa moyo wa dhati. Hakuna chenye ambacho tunaweza tukawalipa, bali Mungu yeye ndiye anajua fungu lao. Pia niwashukuru kamati ya vyombo. Tulijaribu kupiga zile za kwetu, kila mmoja akawa anashangaa, maana ni vitu vigeni. Sasa watu wanakimbia, wanaangalia, huu muziki gani? Ni waahidi Mungu ikimpendeza tutaleta disco la vijana wa kina mzee Asmaili, vijana wale wa zamani. Haya mambo hawayajui, kwanza wanayashangaa, ila sisi tunayafurahia. Lakini na sisi tunashangaa zile disco zao za hizo. Na mimi nawaahidi ipo siku tutaleta disco la vijana wa kina Asmaili, ili kusudi tujikumbushe, maana ni nyimbo za asili, maana ni ngoma zetu. Ili tudumishe mila na desturi, ni lazima hizo kwanza zipigwe na nyimbo zile za zamani ziwepo. Pia nataka niwape utaratibu. Mkisikia ngoma imepigwa malango haya, mjue chifu yupo na amekuja kuwatembelea watu wake. Mwenye matatizo mbalimbali, mwenye shida mbalimbali, shida zile siongelei hela, na siongelei shida za hela. Unaweza ukaja ukaniambia, chifu, hapa hamna 10,000 hapa imepotea, na yenyewe inaweza ikawa shida. Hiyo siongelei. Shida zile zinazosumbua. Karibuni sana, na hapa ni nyumbani kwetu, na hapa ni himaya yetu. Yeyote atakayeulizwa makao makuu ya uchifu ni hapa Kabagombe. Asanteni sana na Mungu awabariki. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.